Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wagonjwa wa uchawi wanaoumwa uchawi, wanaoteseka na uchawi, waliorogwa kwa ajili ya uchawi, inawezekana kukawa kuna maswali wanajiuliza, hivi kwa nini sisi kila jitihada zetu za matibabu tunazozifanya hatufikii ukomo? Yani hatuponi ile jitihada ya kujitibu maradhi yetu yanayotutesa, kujitibu maradhi yetu yanayotusumbua. Kwa nini hatufikii ukomo? Nimeshajitahidi sana kujitibu maradhi. Mfano, mtu anaugua maradhi, lakini maradhi ya uchawi, anaumwa, au mwingine kafungwa tu kichawi, mambo yake hayaendi, ana vifungo vya uchawi, kafungwa makaburini, au kafungwa katika miti, au kafungwa katika jiwe, jiwe ikatupwa katika bahari, au kafungwa kuolewa, ndoa hapati maskini, au kafungwa kikazi, au kapigwa nuksi ya uchawi, ile inamfanya anachukiwa na watu wanakuwa hawampendi, hata kumuona, kumsikia hawataki. Inawezekana akawa na mawazo mazuri, lakini watu wanamuona mpuuzi tu, wanamuona huyu mjinga, yani kila analolifanya linakuwa liendi. Lakini hivi vifungo vinatokana na uchawi, lakini jitihada zako zote unazozifanya unaona haziendi. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa nini jitihada zangu mimi zinagonga mwamba kila siku? Unajua nini majawabu ya hili jambo? Mchawi anapokuwa anakuroga, wachawi wengi wanapokuwa anakuroga, na wao pia ni watu wenye akili timamu, wanajua wewe baada ya kujua umerogwa utakwenda kupambana kutaka kutoa ile sihiri. Kwa hiyo kinachofanyika ni nini pale? Mchawi baada ya kukuroga anakuchanja chale. Hizi chale huwezi kuziona katika jicho lako hili la kawaida. Za kukuchanja chale katika paji ya uso, ama nyuma ya kisogo chako, ama nyuma ya mgongo, ama chale zingine wanachanja mtu tumboni, au katika miguu, katika mapaja miguu, ama katika mikono. Zile chale unazochanjwa sio chale tu kawaida amekuchanja na kuacha, la. Zile ni chanja ambao kuna dawa maalum za kichawi wanakuwa umepandikiziwa. Hizi chale wanazokuwa wamekuchanja zina uwezo wa kuwapa taarifa, yani zina uwezo wa kuwafanya wao waka access mbinu zako zote na harakati zako zote unazopambana kwenda kujitibia. Kabla wewe hujaenda, wao taarifa wanapata. Alafu wewe si unakuwa una karini yule sheitani wa kuzaliwa naye. Kwa hiyo sheitani ana uwezo wa kutoa signal kwa yule muwakila bisihri, yani sheitani mwakilishi wa uchawi aliyekuja kuleta ile sihiri ambayo iko hapo, akatoa signal kwamba huyu anakusudia kwenda sehemu fulani, huyu anataka kwenda kutumia dawa fulani, huyu anataka kufanya kitu fulani. Sasa ikiwa una wasiwasi na wewe huenda una chale hizi ninazozizungumza hapa, huenda labda una wasiwasi, hujui kama unazo ama hauna. Utajua vipi? Namna ya kujua ni kujiangalia tu wewe mwenyewe, mambo yako yanakwenda au hayaendi, tiba zako unazozifanya zinakwenda au haziendi. Kama zinaenda, alhamdulillah rabbil alamin. Lakini kama ukiona hapana, kila nalolifanya, mbona adui zangu wanakuwa kama wananitangulia, mbona adui zangu wanakuwa kama wanajua, mbona kila nalolifanya bila kuwa lifanikiwi, mambo yangu yanakuwa ni magumu, inawezekana ukawa una hizo chale toshi ninazozizungumza hapa, ambazo wamekuchanja. Baada ya kukuchanja zinawapa access ya kukufikia, ya kujua kila harakati zako na mambo yako unayoyafanya. Sasa unajisaidia vipi sasa katika hili? Ndio mfano wewe ni muathirika wa hili, unajisaidia vipi? Nataka nikufunze moja katika jambo muhimu sana. Ni jepesi lakini muhimu sana. Inawezekana ukawa haujui. Na hii mimi nakupa tu ni faida ndugu yangu. Inshallah utanikumbuka siku moja kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafuta mizizi ya aina hii tatu. Tafuta mizizi ya miti ya aina hizo tatu. Mti wa kwanza kabisa tafuta mzizi wa mbaazi. Mbaazi zote sinajua, tafuta mzizi wa mbaazi. Kisha tafuta mzizi wa mbaazi, tafuta mzizi wa muhogo, kisamvu ile. Unajua kisamvu? Sasa ile mizizi yake unatafuta. Sawa, mzizi ya kisamvu. Ukishapata mzizi ya kisamvu, tafuta na mzizi wa mbuyu. Hii mizizi mitatu, ndugu yangu, mpenzi wangu, kokote pale ulipo, wallahi alazim, nakupa moja katika siri kubwa sana. Hii mizizi inapochanganyika ni katika dawa mujarrab sana. Yani ni katika dawa muhimu mno, ni katika dawa ambazo sijui hata nikwambie vipi. Kwanza kabisa, hii mizizi ina uwezo wa kufuta chale tochi za uchawi. Yani chali zozote za uchawi uliwahi kuchanjwa, hizi dawa zina uwezo kufuta kabisa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zinafuta kabisa, zinafuta. Na hata wale watu ambao wamesalitishiwa kivuli kinachotokana na sheitani, kuna mtu anasalitishiwa kivuli. Mshawahi kuona kwamba mtu unakuwa unapata mipango, yani baada ya kupata ile mipango yako ya kazi au mipango yako ya shughuli, mwanzoni inaenda vizuri. Inapofikia sasa ile hatua unataka kutekeleza, mpango ile inakufa. Unajua nini pale kinachokuwa kinafanyika? Ni ile ismu ya kile kimvuli kibaya kilichokuwa mbele yako. Kazi yake kinaharibu yale mambo mema ambayo alikuwa anataka yeye akupate. Mtu anawezekana tajiri, bosi, anakufikiria vizuri tu, ana mipango na wewe mizuri tu,
lakini njoo sasa kwenye implementation, kuitekeleza ile mipango, ndo kasheshe inakuja. Kwa utajikuta wewe ni mtu wa kupokea oda nzuri, unapewa oda safi kabisa, unapewa oda muhimu kabisa, unapewa. Kwa unajikuta una mipango mingi unapewa, lakini je, ile mipango inakuwa implemented? Hapo sasa kwenye kuifulfill ile mipango yako, kuitekeleza, umeona, ndio inakuwa kidogo kipengele, inakuwa haiwezi kutekelezeka, inakuwa haiwezi kufanyika ile mipango, inakuwa haiwezi kutimia ile mipango. Wakati mwingine unakuwa msalitishiwa kimvuli, kile kimvuli kinakwenda kuvuruga ile mambo yako pale ya mbele. Sasa ukiwa wewe ni muhanga wa haya ninayoyazungumza, tafuta hiyo mizizi aina tatu: mzizi wa mbuyu, mzizi wa mbaazi na mzizi wa muhogo huu kisamvu. Ukishaipata hii, ndugu yangu, ikaushe, ikauke. Kisha kauka hii, isage iwe unga. Kisha kwa unga unachanganya, yani yote yanakuwa kwa pamoja, unga wako unakuwa mmoja. Sasa hii unga hii unaweza ukaitumia katika kwa namna hii nitakayokuelekeza hapa. Unaweza kuchukua unga ukautia ndani ya mafuta ya zaituni, au ukaweka katika mafuta ya nazi. Kuna mtu mwingine zaituni hawezi kupata hawezi kupata zaituni, unaweza kaweka katika mafuta ya nazi, ama mafuta ya zaituni, ama mafuta ya tini, ama mafuta ya mkunazi, umeona. Lakini nafikiri mafuta ya nazi ni rahisi zaidi kwa kila mtu kuyapata, unaweza ukayapata mafuta ya nazi. Sasa yale unatia mule, ukishatia mule unachikicha vizuri, ukishachikicha vizuri sinakuwa inachanganyika. Alafu yale mafuta yako sasa unayachukua, unayaanika juani. Vile vile ushachanganya na ile mbuyu, unayaanika juani, unayaacha siku nzima, yanapigwa tu na jua, yale yanapigwa tu na jua siku nzima. Alafu baada hapo anza kuyatumia kwa kuwa unapaka. Unatumiaje? Unakuwa unapaka, umeelewa vizuri, unapaka yale mafuta. Mafuta ndugu yangu yanafuta chale tochi zote. Haya mafuta yanafuta chale tochi. Mafuta yanafuta kile kivuli, ismu ya kivuli ambacho kilikuwa mtu kinamtesa, kinamsumbua, umeelewa vizuri. Na haya mafuta yakishafuta zile chale tochi, uwezo wa adui yako kukuaccess, kujua nini unafanya, tiba gani unakwenda, inatoka kabisa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unaweza kujikuta umejitibu kwa wepesi zaidi inshallah biidhnillahi alkarim. Ni hayo tu ndugu yangu, sina mengi inshallah. Nenda katumie hili inshallah taala, utaona mafanikio yake. Ikiwa umeshindwa kuandaa haya mafuta hizo dawa nilizozitaja hapo, au uko mbali uwezi kuandaa, basi inshallah unaweza kuwasiliana na sisi tunao tayari, ambao tayari tumeshaandaa na tumeshaweka katika hali nzuri inshallah, ambao wewe ukifika kwako unatumia tu inshallah. Shukran lakum, jazakumullah khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.